tofauti. Tunataka wananchi wenyewe wapate fursa ya kuchagua viongozi wao wakati ambapo tutafika katika hiyo decisions ya kufanya. Na number 2, kuna kitu ambacho lazima kila mtu aelewe. Hii movement tumejenga ni yetu sisi sote, na lazima sisi sote itufaidi, unaona? Kwa hivyo hata iwapo kwamba hautapata fursa ya kukua mgombezi mahali fulani, kuna nafasi zingine ambazo unaweza kuchangia ili movement iweze kusucceed. Na tukifika pale mbele pia unaweza kuleta expertise yako katika serikali ya Linda Mwananchi. So ni kawaida kwamba kuna watu ambao watajiunga na sisi, kuna wale watatembea na sisi, kuna wale watatuacha, kwa sababu wanasema saa zingine pia siasa ni interest. So ukiona interest za mtu labda zimecross na za mwingine, utaona watu wakitoka. Tumeachwa na watu bwana. Tangu tuanze hii kitu tumeachwa na watu wengi, lakini wale wenye tumepata ni wengi zaidi. Kuna wakati tulikuwa tunachekelewa, ndugu yangu Kisondio, wale wa broadbase walikuwa wanasema wako na wabunge sijui 80, Sifuna anatembea na wabunge 2 na gavana moja, hana watu. Mimi nikawaambia nyinyi muhesabu viongozi, sisi tuhesabu wananchi. Tutajua ni nani yako na ile kitu. Sisi tunataka ni support ya wananchi, sio support ya viongozi pekee, kwa sababu hawa viongozi wengi wao nyinyi mnajua vile kura huwa zinapigwa, wabunge wengi na kuanga vigumu sana kurudi. So leo unaweza ringa useme wewe ni senator wa Nairobi, kura ikipigwa next time umefurushwa, umeenda nyumbani. So sisi tunataka tuendelee kushinikiza kwamba let us grow this movement to the biggest possible level. There will be challenges bwana, ndugu yangu. Kuna watu tulianza nao wameanguka on the wayside. Unakumbuka rafiki yangu Mheshimiwa wa Mushomba, tulikuja na yeye hata Kitale. Watu wa Kitale, watu wa Trans Nzoia wanakumbuka tulikuja na yeye tukapiga sherehe pale. Hayupo na sisi tena, lakini tumepata wengine zaidi, na tunazidi kushinikiza kwamba watu wajiunge na hii vuguvugu, kwa sababu kila kiongozi ambao tunapata, kila mwananchi ambaye anajiunga na sisi inatuongezea nguvu. Kwa mfano vile tulipata support ya Mheshimiwa Natembea, governor wa Trans Nzoia. Si rahisi kwa sababu na yeye pia alikuwa na ari yake. Unajua ndugu yako akae chini ya kuambie Sifuna hehurangi, so that our people can vote together. I am very humbled, by the way, because it's not that I am better than any of these people. No. But for them to be humble enough, umundu kekhala sasa alimali nyana na suspend ambition chase mara kukuyete ne wole engakiye yabakwezi holi. Babone. So it is humbling when you see leaders that like the ones that you have spoken about. I have had meetings with Wangamati, I have met Tim Wanyonyi, I have met Zakaria, all of those people, including the Senate aspirants from Bungoma. We have very many aspirants from Western Kenya. And our hope is that because watu wametuamini na wametutegemea. Wao unajua sasa hivi ile kuna shida ya njaa. Mtu achukue shilingi 10 ya kutumia kwa paybill yenye labda angenunua kitu kule. Umena kule. Huyo mtu huwezi kumwangusha. Mama ndio paybill, my paybill vitanda account number. Account number unaweka tu jina yako. Okay. Unaandika tu hapo edu. Alafu tutaiona tu. 30,33,049. Alimaliza kama kwa message nenda mwananchi. Message kani mnaenda nayo kwa wananchi. So hiyo message ambayo tunaenda kwa wananchi ni hii ambayo tumezungumzia hapa. Ndugu yangu, si tumeongea sana kuhusu maadili 6 ya muhimu ambayo tunataka serikali yetu iongozwe nazo. Ya kwamba wacha kwanza tuhakikishe kwamba kuna vitu ambavyo havitafanyika. We want all our children to be alive to see these things, other things zikifanyika. Niliwapea mfano nikawauliza wale wazazi wa Albert Ojwang kwa mfano. Wakiuliza mzazi wa Albert Ojwang arudishiwe mtoto yake ama tujenge stadium nyingine huko Homa Bay, wewe unafikiria huyo mama atasema nini? Kwa sababu hiyo maendeleo inatakana ije katika haya maadili ambayo tunazungumzia, kwamba kuwe na uwazi, kuwe na demokrasia. Hakuna mtu anataka kuishi chini ya udikteta, ndugu yangu, kwa sababu tumepitia hayo mambo. Tuna inchi, ukienda, nisitaki kutaja hiyo jina kwa sababu siku hizi wanasikiliza mpaka wale diplomats kwa Kiswahili wanaitwa nini? Mabalozi. Mabalozi wa hizi inchi wanasikiza sana. Unajua nilizungumza wakati mwingine nikitetea demokrasia kule Tanzania. Nikaambiwa mimi siwezi kukanyaga Tanzania sasa vile mnaniona hivi. Mimi ni persona non grata. Manake yule mama Suluhu, yale mambo mbaya anafanya kule Tanzania, wewe ukiwa mwana demokrasia huwezi kuyafumbia macho. Siwezi kukanyaga Kampala mimi, unaona? Lakini nakwambia ukienda katika hizo nchi ambazo zina udikteta, pia barabara zinajengwa. Stadium beautiful sana imefunguliwa, inaitwa Mbololo ama nini? Huku Uganda. Kiwanja kisafi kabisa cha AFCON.
hatujakataa. Lakini wewe ukiuliza Mkenya wa kawaida kama angependa Museveni awe rais wa Kenya, atakwambia nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaamini sisi. Tunataka tuwe na uhuru wa kuabudu, sio kutupiwa tear gas kwa makanisa. Tunataka tuwe na uhuru wa kusema, sio ukiandika kitu unakujiwa. Tunataka tuwe na huo uhuru kwanza na tuishi. Wewe unaniambia tuliandikishana mkataba na hawa jamaa wa UDA, hiyo MOU yenye ili expire hiyo. Na ukiangalia hiyo MOU, hivyo vitu ambavyo vilikuwa ndani ndio vitu ambavyo baba alikuwa anaamini ni muhimu zaidi.